Na mwali gani ndugu mpenzi mtazamaji wa TRC Mzulu TV and NDC. Leo hii kama kawaida tuko ndani ya viunga hivi ya shule ya sekondari Chogo. Na lengo hasa kubwa leo tufanye tusafiri umbali mrefu tufike hapa ni kuja kuhudhuria mahafali ambayo ni mahafali ya 21 yanayofanyika hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya sekondari Chogo. Kumbuka kama bado hujasubscribe basi unaweza kuchukua simu yako janja ukaandika TRC Mzulu TV and NDC, basi utaweza kupata matangazo haya live kutokea hapa ndani ya viwanja hivi vya shule ya sekondari Chogo. Na ni mahafali kubwa ambayo imefanyika hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya sekondari Chogo. Ni mambo mengi mazuri yameandaliwa hapa na tutakwenda kuyaona, lakini tunatarajia kutakuwa na mgeni rasmi ambaye nitakujuza ni nani ambaye atakuwepo hapa na tutamuona nini atakizungumza, lakini kuna taarifa mbalimbali zitatolewa hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya sekondari. Na mpenzi mtazamaji wa TRC Mzulu TV utaweza kupata matangazo haya live na utaweza kujionea. Cha msingi ni kwamba kama bado hujasubscribe basi unaweza kuchukua simu yako janja ukaandika TRC Mzulu TV, basi utaweza kupata matangazo haya live kutokea hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya sekondari Chogo. Alizaliwa mwaka 1922 katika kijiji cha Kaduna ziwa Victoria. Kwa Tanganyika. He was educated at Tabora Secondary School. Alisoma shule ya sekondari Tabora. And then went on to Makerere College in Uganda to study as a teacher. Baada ya hapo alienda katika chuo cha Makerere Uganda kusomea walimu. He taught in several schools in Tanganyika. Afundisha shule nyingi hapa nchini Tanganyika. Later, baadaye he went to study at Edinburgh University in Scotland. alienda kusoma katika chuo cha Edinburgh ambapo kutoka Scotland nchini Uingereza. He obtained his degree there in 1952. Alipata digrii yake ya kwanza mwaka 1952. Nyerere helped to start Tanganyika African National Union OTAN in 1954. Tanganyika Mwalimu Samia Nyerere aliweza kusapoti kupatikana kwa chama cha TANU mwaka 1954. He became the chairperson in 1955 and 1956. Alikuja kama mwenyekiti mwaka 1955 mpaka mwaka 1956. He asked the United Nations for the independence of Tanganyika. Alikuja kama kuhusiana na swala la uhuru wa Tanganyika. TANU did very well in Tanganyika elections in 1958. TANU iliweza kufanya uchaguzi mwingi na kufanya vizuri katika mwaka 1958. Tanganyika became independent from Britain in 1961. Tanganyika ilipata uhuru kutoka kwa Uingereza mwaka 1961. Nyerere we acted as the first prime minister of the country. Na Julius Kambarage Nyerere alikuja kama mwenyekiti waziri mkuu wa Tanganyika. When Tanganyika became a republic in 1962. Baada ya hapo Tanganyika iliunda umoja mwaka 1962. Nyerere was elected to be the first president in 1964. Mwaka 1964 Nyerere alichaguliwa kuwa rais. Tanganyika and Zanzibar joined together to form the United Republic of Tanzania. Tanganyika na Zanzibar ziliungana pamoja kuunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nyerere was respected both at home and in other countries. Nyerere aliweza kushirika ndani ya nchi yake na mataifa mengine. He was the most important leader in Africa in the 1960th century and 1970th century. Alikuja kama kiongozi muhimu katika miaka 1960 mpaka 1970. His views were listened to by other world leaders. Alikuja kusikilizwa na viongozi wengi kama vile. Okay, thank you. His views were listened to by other world leaders. His views were listened to by other world leaders. Aliweza kuangaliwa na kusikilizwa na viongozi wengi. He played an important part in increasing peace and freedom. Alikuja kama kiongozi muhimu katika kutengeneza amani na uhuru. And in other countries in Africa in the 19th. Katika nchi ambazo zinapakana barani Afrika. Nyerere instilled leaders throughout Africa and the rest of the world. Nyerere alikuja kama muhimu ndani ya Afrika na nje, mataifa ya nje. The rest of the world. Pia na Of the world. katika dunia. Okay, thank you for leading me. Okay.
Nikiripoti tokea hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya sekondari Chogo iliyoko kata Kabukundani halmashauri ya wilaya Handeni, mimi Nchisco wa TRC Mzulu TV and NBC.